بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna swali lingine pia ambalo kwamba limetufikia hapa kutoka mitandaoni juu ya kadhia ya kufaa kuapa kwa msahafu, na ni zipi adab na sharti za kuapa kwa msahafu. Taban swali hili ni swali ambalo kwamba lina njia nyingi, na ni swali ambalo kwamba lina mapana na lina marefu. Na taban sisi huwa hatujibu kama baadhi ya ndugu zetu wanavyojibu ile kwa kukurupuka tu. Tunapenda kulijibu swali kielimu. Kwanza tunaanza katika nukta ya kwanza, kufaa kuapa kwa msahafu. Je, inafaa kuapa kwa msahafu? Hapo kuna ikhtilafu kwa ulama. Kija kwenye usulul fiqh sakuta kuna ikhtilafu pana kwa ulama juu ya kufaa kuapa kwa msahafu au kukuto kufaa kuapa kwa msahafu. Na hilo linarejelea katika ikhtilafu za ulama. Je, Qur'an ile ambayo kama mtu anaapa nayo ni makhluqi au sio makhluqi? Yani je, Qur'ani ni kiumbe au sio kiumbe? Baadhi ya ulama wanasema Qur'ani sio kiumbe. Tunaeleza katika sababu, sio ndio hiyo peke yake. Baadhi ya ulama wanasema Qur'ani ni makhluq. Baadhi ya ulama wanasema Qur'an yani ni kiumbe. Baadhi ya ulama wanasema la, Qur'ani sio kiumbe. Angaa rai yenye nguvu ni ya hawa waliosema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Sasa tukija kwenye rai ya kwamba Qur'ani ni kiumbe, sasa hapo pia kuna ikhtilafu kwa ulama. Je, inafaa kuapa kwa kiumbe au haifai kuapa kwa kiumbe? Baadhi ya ulama wasema la, inafaa kuapa kwa kiumbe. Yani unafaa kusema wa rabbil Kaaba, afwan, inafaa kuapa bil Kaaba, au inafaa kuapa bin Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au inafaa kuapa kwa alim na mfano wake. Hiyo ni rai ipo kwa ulama na ni rai ambayo kwamba ina nguvu. Lakini rai nyingine ni kwamba haifai kuapa kwa kiumbe. Hiyo nayo ni rai ipo na wako ulama ambao kwamba walioishika. Kwa hivyo na wengine wamesema la, Qur'ani sio kiumbe. Na hao wana nini? Wana maneno yao, wana hujja zao. Sasa tukija katika rai ambao kwamba inayosema kwamba inafaa kuapa kwa nini? Inafaa kuapa kwa msahafu. Sasa tunaangalia hicho kitu ambacho kwamba unachokiapia ni kitu gani? Ni kitu cha kiupuuzi? Hapo kiapo hakipiti. Ni kitu ambacho kwamba sio cha upuuzi? Kiapo kinafanya nini? Kinapita, kwa maana inafaa. Sasa ni zipi adab za kufaa kuapa kwa msahafu? Tunakuja katika adab za kuishika Qur'an. Kushika Qur'an kuna adab zake. Yatakikana mtu anapoishika Qur'an kwanza awe ni tahara, au ametaharika kutokamana na hadathi mbili, hadathi kubwa na hadathi ndogo. Kwa maana awe hana janaba mwanaume, kama ni mwanamke awe hana hedhi wala hana nifasi. Ikiwa ni mwanaume itakana uwe huna janaba, mwanamke itakana uwe hedhi huna wala nifasi. Hizo ndo huitwa alhadathul akbar. Janaba ni hadathul akbar, hadathi kubwa. Hedhi pia ni hadathi kubwa. Nifasi pia ni hadathi kubwa. Hilo la kwanza. La pili, inatakikana uwe huna hadathi ndogo. Maana yake nini? Maana yake inatakikana uwe na udhu. Kama huna udhu, hufai kushika msahafu. Iwe ni kwa kiapo, iwe ni kwa kusoma, iwe ni kwa kuushikilia tu. Allahumma, isipokuwa huo msahafu ukiwa umeubeba katika jumla ya mizigo. Hapo tuwe makini sana. Kuna kubeba msahafu kama msahafu, hapo lazima uwe tahara,
Na tahara yenyewe ni hii ambayo kwamba tumeielezea, yani uwe umetoharika, huna hedhi, huna nifasi, huna janaba na uwe na udhu. Kushika msahafu kama msahafu ndio uruhusiwa kushika. Lakini kuna kubeba msahafu katika jumla ya mizigo mingine au katika jumla ya vitu vingine. Mimi nasafiri, ndani ya begi langu kuna nguo, mathalan kuna vitabu vingine, kuna vitu kadhaa nimevibeba, lakini katika vitu nilivyobeba ni msahafu. Kwa hivyo hapo itakuwa umebeba begi la nguo lakini hujakusudia kubeba msahafu kama msahafu. Hapo utakuwa unaruhusiwa hata kama huna tahara, kwa sababu hujakusudia kubeba msahafu kama msahafu. Lakini kama umekusudia kubeba msahafu kama msahafu au kushika msahafu kama msahafu, lazima uwe tahara, lazima uwe huna hedhi, huna nifasi, huna janaba, na lazima uwe na nini? Uwe na udhu. Ama masala ya kwamba je, ni lazima labda mwanamke awe amefunika nywele au lazima awe amevaa hijabu, sharti hiyo hakuna. Unajua haya masala tunapoyazungumza, tuyazungumze kielimu, tusiyazungumze kinini? Kishabiki. Tusiyazungumze nini? Kishabiki, tuyazungumze kielimu. Hakuna sharti ya kwamba ni lazima mwanamke wakati anaushika msahafu au wakati anasoma Qur'ani lazima awe amefunika kichwa, au lazima awe amevaa nini? Amevaa hijabu. Sharti hiyo hakuna. Sisi tunaelewana vizuri sana. Anaweza kuishika Qur'ani mwanamke akiwa amevaa hijabu na akiwa hajavaa hijabu, akiwa na nywele wazi au akiwa amezifunika nywele, ikiwa sharti hizi ambazo kwamba tumezieleza za adab ya kushika Qur'ani zimetimia, basi hakuna neno. Lakini tunakuja kwenye nukta nyingine ambayo kwamba ni muhimu sana, ambayo kwamba pia watu wengi hawajazindukana nayo. Yule anayeapa, mathalan hawa wanaapa bungeni, wanakuwa wameushika msahafu hivi Qur'ani, na huko ameshika nini? Ameshika kile kiapo. Ameshika nini? Ameshika kiapo. Pale hasemi kwamba naapa kwa Qur'ani. Yeye anaapa kuilinda na kuichunga na kuifuata nini? Katiba. Sisi tunaelewana vizuri sana. Hapi katika kile kiapo chake, hakuna neno Qur'ani pale ndani yake. Ama jamaa tuambiane, katika yale maneno ya kiapo kuna neno Qur'ani pale? Kuna neno ambalo kwamba linasema kwamba naapa kwa kitabu changu Qur'ani kwamba nitailinda, nitaichunga katiba? Neno hilo lipo? Nikumbusheni jamaa kama lipo. Isiye ngasema neno mambo hapo kwamba hayapo. Lakini neno lile Qur'ani au msahafu kama halipo katika naswi, katika yale maneno ya kiapo, kwa maana hiyo yeye ameushika tu msahafu, ameshika tu Qur'ani basi. Yani kama ishara ya kwamba mimi nakiamini nini? Hiki kitabu, kama ishara ya kwamba nasema maneno haya nikiwa na hofu na nini? Na maneno ya Mwenyezi Mungu, au nikiwa na hofu na maneno yaliyoko katika nini? Katika hiki kitabu. Kwa hivyo Qur'ani au msahafu haupo katika nini? Katika kile kiapo. Kwa hivyo hapo tusichanganye nini? Tusichanganye mada au tusichanganye madawa. Ingelikuwa yapo maneno pale yamesema na apa kuilinda na kuitunza katiba kwa Qur'ani au kwa kitabu changu hiki ninachokiamini, hapo sasa tungekuja kwenye kadhia nyingine. Kitu gani ambacho kwamba kiko ndani ya katiba? Kitu gani ambacho kwamba anaapa kukilinda na kukichunga kupitia nini? Kupitia Qur'ani. Ama ikiwa Qur'ani hajatajwa, hapo haingii Qur'ani katika nini? Katika kiapo. Hapo tutazungumza tu adabu za kuishika nini? Za kuishika Qur'ani. Kabla hujamkosoa, kufunika nywele tumesema sio katika adabu za kufanya nini? Yani haipo kwamba ni sharti ya kushika Qur'ani, hiyo haipo. Kwa hivyo sasa inabaki kadhia ni kwamba awe hana hedhi kama ni mwanamke, hana nifasi, tuko vizuri sana, na awe na udhu basi. Na haya ni mambo ambayo kwamba ya mtu binafsi. Huwezi kunijua mimi sasa hivi, kwa sababu mtu kuwa na udhu au kutokuwa na udhu, mtu kuwa na hedhi au kuwa na janaba si mzigo kwamba unaobeba kichwani kwamba kila mmoja anauona. Hapana, ni kitu cha mtu binafsi ambacho kwamba hakionekani, ni kitu maanawi, sio kitu hisi ambacho kwamba kinachoonekana. Kwa hivyo
katika hali ya namna hiyo hakuna suala ambalo kwamba la kuleta taharuki, wala hakuna kadhia ambayo kwamba ya kufaa kufanya kupigiwa kelele ya kwamba labda Qur'ani imekosewa heshima, imekosewa adabu. La, hakuna kukosewa heshima Qur'ani, wala hakuna kukosewa adabu Qur'ani, ikiwa haya ambayo kwamba tulioeleza yamefanya nini, yamechungwa. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.